nikukaribisha katika sehemu safi ya 7. Hapa ni katika eneo la maziko tu. Sasa watu wanahuzunika sana kwa sababu wameshapoteza kitu ambacho kilikuwa ni ngao katika maisha. Ni kifo cha Madam Juu. Hakika kilikuwa kimewahuzunisha wengi, na miongoni mwa watu maarufu kutoka maeneo mbalimbali duniani pia walifika katika eneo la msiba, lakini bila kumsahau Mkali Goni pamoja na bibi nao walikuwa ni miongoni mwa watu ambao wamekuja kuhudhuria msiba wa Madam Juu. Sasa hii inamfanya bibi ajisikia vibaya sana, kwani kuna namna ambayo Madam alimtendea. Hata kipindi ambapo alikuwa amepoteza wazazi wake, Madam Juu ndo mtu pekee ambaye alikuja katika msiba wa bibi na kuja kumtia moyo na kumwahidi ya kwamba atakisha anamsomesha na kumtengenezea maisha bomba sana, kwani hayo yalikuwa ni kama mapito. Tunaona hapo ndipo ulikuwa mwanzo wa bibi kumtambua Madam Juu. Na maana yeye katika msiba aliumia sana kwa sababu anaamini ampoteza kitu ambacho kilikuwa kina thamani kwake, na huyu ndo alikuwa amesalia kama mzazi wake tu baada ya wazazi wake kuweza kupotea. Sasa hapa katika eneo la msiba kuna bwana mdogo pia anapata nafasi ya kuongea na bibi. Kumbuka naye alikuwa katika kitengo cha mambo ya financial katika Milai Company Group. Ajabu tu kuongea mawili matatu na bibi, lakini bibi akiwa katika ile eneo anajaribu kutazama sana sura za watu hao, lakini baadaye alifika mtoto wa Madam Juu, yule binti wa kike. Sasa huyu waga na bifu kubwa sana na bibi. Hapa anachofanya ni kama kumziaki tu kwa kile ambacho kimetokea, kejeli nyingi, na akimwambia alikuwa anatamba sana na kujiona yeye ni bora sana. Sasa kwa sababu Madam ameshapotea, atuamini kama una nafasi ya kuendelea kujitamba zaidi, utavuna kile ambacho umependa. Kwanza wewe sio mtoto wa huyu Madam, lakini pia upo tu kama mtu ambaye hauna nafasi katika familia yetu. Lakini sasa upande wa pili kwa watoto walifanya kitu kimoja ambacho kilikuwa cha mshtuko zaidi. Hao watoto walikuwa wanachezea champagne. Kama unavyojua katika eneo la msiba kunahitajika utulivu, lakini bibi baada ya kuangalia sura za watu wote hawa aliona ni kama watu ambao wana furaha juu ya kile ambacho kimetokea, na hii ilimpa mashaka na hasira kubwa sana bibi ya kuamini ya kwamba yupo katika eneo ambalo aliko sawa zaidi. Na baadaye tu anaonekana yule mkali ambaye ni Zekila akiwa amevalia vazi ambalo limeandikwa security, na hapa yupo katika ile eneo la msiba akiamba mbali pishana tuna bibi Tala Bintibu. Mwamba anasonga mbele. Mkali anahitaji kuingia katika eneo gani? Sasa ni moja kwa moja katika chumba kimoja maalum sana cha CCTV, yani chumba ambacho kilikuwa kinachukua maelezo yote ambayo yatokea katika ile eneo. Tujui ni nini ambacho Mwamba amekifuata. Sasa upande wa bibi, kwa sababu alishapata mshtuko, Dagona yuko katika eneo la tofauti zaidi. Alifika katika bustani ambayo wakati mwingi sana alikuwa anapata nafasi ya kukutana na Madam, na hapa kumbukumbu yake inamrudisha nyuma kidogo. Nakumbuka namna ambavyo kulikuwa na upendo na muunganiko mkubwa sana kati yake na Madam Juu, na hapa alikuwa ni kama mtoto tu ambaye anadeka kwa mama. Hizi kumbukumbu hakika zinamuumiza sana bibi, kwani anakumbuka kitu ambacho kilikuwa kina thamani zaidi. Hii inafanya bibi ajikute ni mtu ambaye ana amani. Sasa unaambia upande pili anaingia bwana mdogo, alafu bwana mdogo ni kama anatumia kiberiti kile cha gesi ambacho tunakiona mara nyingi sana kwenye shughuli za mauaji. Sasa hatujui ni nani, lakini huyu ni miongoni mwa watoto wa Madam Juu. Hapa alikuwa anahitaji kuvuta sigara, lakini bibi aliweza kumzuia na kumwambia kwamba hicho ambacho anahitaji kufanya katika ile eneo sio kitu sahihi. Bwana mdogo baada ya kutaka kuleta kizaazaa ndipo anaingia mkali kufahamika kwa jina la Goni. Anambia mimi niko kwa ajili ya kuhakikisha na iko salama bibi, lakini ingekuwa ni vema zaidi kama tungepata kama champagne kidogo. Bwana mdogo baada ya kuleta dharau waliamua mguse tu kidogo kumweka sawa. Basi unaambiwa kama kawaida saizi Mkali Goni ndo bodyguard hapa alikaa nyuma na kumfanya bibi aendelee kutuliza hasira zake na ghadhabu alizonazo kutokana na kile ambacho kimetokea kwenye msiba. Lakini Mkali Goni, kumbuka yeye ni demon, na ndio maana picha inafahamika kwa jina la My Demon. Unaweza ukaita pepo wangu au pepo yangu, sio ni wewe tu unafahamu. Basi Mkali anamwambia bibi kitu kimoja tu, ya kwamba najua upo katika wakati mgumu, lakini na imani ndakuwa na wewe karibu na ndakisha unafanikisha kile ambacho unakiona kiko sawa. Cha msingi nipe nafasi tu, nahitaji kutengeneza namna ya kuhakikisha na kusaidia wewe. Hili ilimuumiza sana bibi, kwani alikuwa anajiona ni mtu ambaye mpoteza kila kitu. Sasa moja kwa moja unaambiwa katika jumba ndani kulikuwa na kikao cha dharura, na hapa watu akili zao zote zipo katika mgao wa mali, hivyo walikuwa wanasubiri tu majibu kutoka katika kitengo maalum cha polisi ya ripoti juu ya kile ambacho kimetokea. Basi maaskari baada ya kufika hapa walihitaji kusoma ripoti zote za uchunguzi wa mwili, lakini pindi walipokuwa wanasoma ripoti za uchunguzi wa mwili kuna kitu ambacho kiliweza kuibuka. Kilikuwa ni kitu cha tofauti zaidi, kwani
kuna kitu ambacho kilimshtua sana bibie. Inasemekana kwamba mtu huyu anaonekana ni kama hajajiua. Inaonekana kuna mtu ambaye amehusika na swala hili, na hii inamfanya bibie ashtuke sana, kwani anakumbuka kuna kumbukumbu kutoka kwa director mmoja ambaye alimpigia simu na kumwambia miongoni mwa watu wanahitaji kuangamiza kampuni hii. Ilimshtua sana bibie, na bibie anashindwa kuelewa ni nani ambaye atakuwa amehusika na mauaji kati ya watu ambao walikuwa katika ile eneo. Inaonekana madam ni kwamba alipatiwa vidonge vya sumu. Hapa hatuna jibu zaidi, lakini hebu tusonge mbele tujue nani ambaye alihusika na mauaji zaidi. Hii ikamfanya bibie apate picha ya kuamini ya kwamba miongoni mwa hao waliokaa nao hapa mmoja wapo amehusika na mauaji ya Madam Ju. Sasa askari washangaa tu kile ambacho kinaendelea, kwa sababu hao kazi yao ilikuwa ni kuhakikisha tu analeta majibu kwa kile ambacho kimepatikana kutokana na uchunguzi wa mwili wa Madam Ju. Lakini bibie tayari alikuwa na mashaka mazito sana, na alisi lazima tu kuna mtu kati ya hawa ndo amehusika na mauaji ya Madam Ju. Sasa anajaribu kutumia akili yake na taswira ya kufikiria atakuwa ni nani. Lakini baadaye watu hao wote walihitaji kutoka, kwa sababu tayari ripoti ilikuwa imetoka. Hivyo walikuwa wanaenda katika hatua ya pili ya kwenda kujua ni nani sasa ambaye ameachiwa ulisi wa hii kampuni na mali zote ambazo zilikuwa zinamilikiwa na Madam Ju. Lakini bibi itoka na kutoa mshtuko wa ajabu na kuambia watu kwamba nafikiri miongoni wenu kuna mmoja amehusika na mauaji, lakini kwa sasa siwezi kusema nani. Hii iliwashtua sana watu wengi katika eneo la msiba, na watu wengi walianza kumchukulia bibie ni kama mtu ambaye amechanganyikiwa tu, kwani kitu ambacho anasema akina uhusiano na hapo. Hapo walifika mabodyguard, lakini mkali wa kufahamika kwa jina Goni akiwa na yule kijana walifika tu kwa ajili ya kuzuia tu kile ambacho kilikuwa kinatakiwa kisomwe kilete kizaazaa kwa bibie. Basi Tala Bintibu ulitakiwa usomwe ulisi ambao umeandikwa na marehemu ya kwamba nani ataweza kuongoza kampuni ya Milai Group Company, lakini pia ataweza kuwa kama msimamizi mkubwa sana wa mali ambazo zilikuwa zinamilikiwa na Madam wa kuitwa Ju. Sasa Tala binti bibie alishaona hapa ana chake, kwa sababu tayari kuna watoto na yeye ni mtoto wa kulelewa tu, hivyo alikuwa anahitaji kuondoka katika ile eneo na kuacha tu mgao uendelee. Sasa bibie akiwa anaondoka katika ile eneo, kitu cha ajabu na cha kushangaza zaidi, alisikika sauti ikisema ya kwamba Dodoe ndio mtu pekee ambaye ameandikwa katika eneo la ulisi wa mali za Madam. Hii iliwashtua watoto wote, yaani kwamba bibie ndio mtu pekee ambaye amepewa nafasi ya kuiongoza kampuni ya Milai Group, na Madam aliandika hivyo akiwa anaamini huyu ndio mtu sahihi wa kuweza kulisi kila kitu ambacho amekiacha yeye katika eneo la dunia. Hakika kilikuwa ni kizaza. Sasa upande wa pili kwa na familia, yani watoto wa Madam Ju wote wamepigwa na butaa, kwa sababu katika eneo la ulisi hawajaandikwa wao, yani bibie ndio mtu pekee ambaye ameandikwa na Madam kwamba ni lazima akishe anasimamia kile ambacho kilikuwa kimesalia. Hii iliwakata moto sana, ambao wana mdogo wetu mmoja akifegi hapa alikuwa amemind mchongo kinyama nyama, yani kwamba watoto hawajaandikwa kwenye ulisi, mtoto akulelewa tu ndo ameandikwa kwenye ulisi. Sasa unafikiri ni nini ambacho kinajiri? Hata ungekuwa ni wewe mpenzi mtazamaji, sijui ungefanya nini, kwa sababu ni kizaazaa zaidi. Na hivyo bibi anakabidhiwa barua ambayo inampa mwongozo wa kwamba yeye ndo the top katika kampani ya Milai Group, hivyo yeye ndo the top. Sasa bibi akaona hawa nikiwaletea unyonge wataniona mnyonge, sasa acha nilishughulikie swala kadri linavyonitaka. Alikubali tu kuiongoza kampuni, lakini alimwomba mkali wa kufahamika kwa jina la Guoni. Anasema, Guoni, nahitaji unioe. Kizaza. Ina maana huyu bibie akiolewa na mkali itakuwa na nafasi kubwa sana ya kutengeneza uhusiano wa kuweza kuilani kampuni ya Milai. Sasa bibi anachofanya ni kumpa proposal mkali wa kufahamika kwa jina la Goni. Anasema anachohitaji unioe. Sasa nini ambacho atafanya mkali wetu, kwa sababu hombi la bibi kwa sasa anahitaji kuolewa na mkali wa kufahamika kwa jina la Goni. Nakumbuka huyo mwamba yeye ni demon. Sasa bibi kwa nini ameamua kufanya kitu kama hiki, kumpa nafasi mkali ya kuweza kumuoa, ili yali tayari yeye ni mtu ambaye yuko kwa ajili ya kuhakikisha anaiongoza kampuni. Sasa ni nini ambacho umefikiria bibie mpaka ameamua maamuzi ya sasa? Tukutane katika episode ya 8 ambayo ilikuwa na dakika 20 ili kujua kizaazaa zaidi. Hii ilikuwa napiga live kutoka GC Production Jumbra Butani. Langu jina ni Falou DJ. Asante sana kwa kulike, kucomment, kushare na kufanya mambo endelee kuwa bomba zaidi. Yego, rese chao. Batman.
Basi tukutane katika sehemu safi ya 8 ili tuje tuendelee kuenjoy burudani bomba sana ya ambayo ilikuwa inapigwa live kutoka GC Production Jumba la Burudani. Cha msingi nashukuru sana kwa support yako ya kulike, kucomment, kushare na mambo endelee kwa kizazi zaidi. Reze chao.